Na kumsikia Babu Owino amemsifia gavana ndio inakuwa breaking news. Kosoa inakuwa ni jambo la kawaida. Shida iko wapi Babu Owino? Unajua Rashid, kama gavana angekuwa akifanya kazi, then tunaweza sema ya kwamba Mgala muue na haki yake mpe. Lakini huyu Mgala unaweza muua na pia haki ana. Maanake hakuna jambo lolote limefanyika hapa Nairobi. Na kujua hivyo ni ya kwamba Mheshimiwa Tima ametueleza vizuri. Rais alipokuwa akienda round hapa Nairobi ku launch projects za wajumbe wote, kila mjumbe hapa ambaye rais alienda kwake alikuwa na project ambayo ilikuwa inakuwa launched. Lakini la kushtua ni ya kwamba hakukuwa na project hata moja ya gavana isipokuwa project ya kulaunch chapati. Ilikuwa ni kuomba mashini ya kuchapisha 1,000,000 ya chapati ili watu wale. Lakini gavana ameona ya kwamba hata wale ambao wanapika chapati inafaa wanyang'anywe kazi yao ya kupika chapati. Wale wamama ambao wanapika chapati pale chini, wanapika chapati ili waelimishe watoto wao, ili wapate kodi ya nyumba, ili waweze kupata chakula kwao, ili siku moja huyu mtoto ambaye anaelimisha atamtoa kwenye matope. Lakini gavana ameona ya kwamba lete machine ili wale wamama ambao wanapika chapo wapoteze kazi. Nataka nikuambie ndugu yangu, kuna swali hapo nitakuuliza Babu kabla uweze kuendelea kusema swala la chakula. Ndio. Inaweza kuwa tukao tuwazungumza kuhusu mashine ya kuchapisha na nini, lakini kimtazamo wako uone mpango ambao County Nairobi unaufanya wa kuwapa watoto lishe ni mpango bora kwako? Kwa sababu anachokifanya Rashid, pia sio kibaya kwa watoto. Hapa Nairobi tuko na bajeti ya 42 billion. Bajeti ya chakula ambayo watoto wetu wanapewa kwenye shule ni 5 billion. 5 billion wazazi pia wanachangia shilingi 5, na kwa mwaka nzima wazazi wanachanga a total of around 380 million. Kwa hivyo tuko na 5 billion 380 million. Kwa hii ukichukua 5 billion, bilioni 5 Rashid, upatie wana Nairobi kazi ili waweze kulisha watoto wao, kutakuwa na shida gani? Kulisha watoto sio shida. Lakini ukichukua bilioni 5 ulishe, upeane kazi Nairobi, wazazi wapate kazi, vijana wapate kazi, kila mtu apate kazi Nairobi, hawa watu watakuwa na pesa ya kununua vyakula ili walishe familia zao. Lakini pia kulisha watoto sio shida, kwa sababu shida tu ni moja. Kwa nini unachukua shilingi 5 kutoka kwa kila mzazi? Na hizi kitchens zote, jikoni zote ambazo zilijengwa Nairobi, moja ilikuwa ina cost 57 million Kenya shillings. Kujenga tu hall jikoni na kuweka equipment ni 57 million. 57 million inaweza peleka watoto wangapi shule? Inaweza peana vijana wangapi kazi? Hiyo ndio shida peke yake. So nikirudi hapa Nairobi, tuko na bora Nairobi, sio Nairobi bora. Gavana angekuwa anafanya kazi bora, hakuna mtu yeyote angetaka kuwania kiti cha ugavana. Lakini tunaona ya kwamba kuna nafasi kubwa katika hii kiti cha ugavana, manake gavana amelalia masikio. Mimi nataka nikueleze ndugu yangu, kushirikiana sio shida. Sisi kama wajumbe tushaketi chini na gavana, lakini kila wakati anakupigia simu mkutane, anaongea juu ya anasa, juu ya sherehe. Sisi hatuna wakati na hiyo. Mambo hayo tulifanya katika university. Saa hizi kwa lugha ya Kimombo inasema ya kwamba the yoke of responsibility that is resting on the shoulders of these leaders is too heavy, ni nzito zaidi, yenye hakuna kiongozi yeyote hapa hata mmoja anataka aone anasa na jicho lake. Hawa viongozi hawalali. Jana nilipigia Jalango huyu simu saa 9 hii asubuhi, saa 9 ananiambia kuna mama alifariki kule Lang'ata, alienda kwenye matanga usiku saa 9. Amewacha bibi hapo. Bibi labda ana suspect sasa Jalasa ameenda wapi saa hizi, lakini ameenda kuhudumia wananchi wake. Hii inakuonyesha ya kwamba kuna uongozi hapa Nairobi katika ubunge, lakini katika level ya county hakuna uongozi.